great quality product from Pwani Oil. Karibu tena mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Licha kuwepo marufuku ya serikali kuhusu masomo ya ziada au ya likizo kwa muda wa zaidi ya miaka 10 sasa, imebainika kuwa baadhi ya shule zinaendelea kuwashurutisha wanafunzi kuhudhuria na hivyo kukiuka sheria ya elimu ya msingi ya mwaka 2013. Ukiukaji huo umeibua ghadhabu, huku chama cha wazazi kikionyesha wasiwasi kuhusu kuongeza mzigo wa karo kwa familia, kikiitaka TSC kuwachukulia hatua walimu wanaoendeleza swala hilo. Ann Musungu anaarifu. Imebainika kuwa baadhi ya shule bado zinawashurutisha wanafunzi kuhudhuria masomo ya ziada au ya nyakati za likizo na kuwahitaji wazazi kulipia karo ya ziada. Ni licha ya marufuku ya serikali kuhusu masomo ya likizo yaliyowekwa zaidi ya muongo mmoja uliopita. Ukiukaji huu wa sheria ya elimu ya msingi ya mwaka 2013 unaibua wasiwasi kuhusu kupuuziliwa mbali kwa kanuni zilizokusudiwa kulinda wazazi dhidi ya gharama ya juu ya karo. Chama cha wazazi kikiongozwa na mwenyekiti wake Silas Obuhatsa kimekashifu shule hizo kwa kuwashurutisha wazazi kuwasajili watoto wao kwa masomo ya ziada au wakati wa likizo na kueleza mzigo wa kifedha wa ziada unaowekwa kwa familia kutokana na huduma hizo za ziada. Kama chama cha wazazi tunasema kwamba holiday tuition serikali ikataza in 2012, na kutoka hapo wazazi wakajulishwa kwamba wakati wa likizo watoto wakuwe nyumbani pia na wajifunze mambo ya nyumbani. This positive parenting time, watoto wakae na wazazi, ndio wazazi wapate time ya kuongea na watoto wao, kuwaguide na kwa counsel. Kwa hivyo kama kuna shule ambayo inacharge wanafunzi tuition holiday payments, hiyo ni illegal na inafaa stopeshwe na serikali. Katika mkutano Jumanne na tume ya huduma za walimu TSC, wanachama wa kamati ya ufutiliaji wa utekelezaji wa katiba walisisitiza kuwa tume hiyo kuwa makini kuhusu walimu wanaotoza ada za ziada kutoka kwa wazazi. Yes, a lot of teachers are charging parents unexplained, are imposing unexplained charges on parents in schools. And there's also a lot of, I suspect, forgery of capitation in numbers to steal capitation money, but also development funds. I see on the issue of disciplinary control, you're only talking about ESCC. What does TSC have internally? Do you do lifestyle audits? Do you ask teachers to explain their wealth? What tools do you have to deal with this problem? We have the code of regulation, a code of ethics. They are explicit, and there are audit reports that come to us. And this is a crackdown we continue to carry out so that that doesn't arise. Ann Musungu, KTN, Nairobi. Kila safari